Ghasia za vurugwa mkutano wa mjadala wa mswada wa fedha wa 2025 katika ngome ya naibu rais Kithure Kindiki. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Hali ya taharuki ilitanda katika eneo la nyumbani la naibu rais Kithure Kindiki mnamo Ijumaa Juni tarehe 7 mwaka huu, baada ya wakazi kulipuka kwa ghadhabu na kupinga vikali mswada wa fedha wa mwaka 2025 katika kikao cha ushirikishwaji wa umma kilichoandaliwa na kamati ya fedha ya bunge la taifa. Mkutano uliokuwa umeandaliwa katika uwanja wa wazi katika sehemu ya mchakato wa kitaifa wa kukusanya maoni ya wananchi uligeuka na kuwa jukwaa la vurugu na upinzani mkali. Wakazi waliokuwa wamejitokeza kwa wingi walivuruga kikao hicho kwa kelele, nderemo na kupaza sauti za kupinga, wakieleza kuchoshwa na kile wanachokitaja kuwa ni sera kandamizi za kiuchumi. Hasira za umma ziliwafanya baadhi ya washiriki kurusha vitu ama chupa kwake Kindiki ama kwa wasimamizi waliokuwa wakiendesha kipindi hicho, hali iliyolazimu maafisa wa polisi kuingilia kati ili kudhibiti mazingira. Ingawa hakuna ripoti za majeruhi au kukamatwa kwa mtu yoyote, mkutano huo uliacha wazi kutoridhisha kwa wananchi na mwelekeo wa serikali katika masuala ya kifedha. Wakazi walieleza wazi kuwa mswada wa fedha wa 2025 unalenga kuongezea mzigo wa kodi wakati hali ya maisha imezidi kuwa ngumu. Walikosoa serikali kwa kuendesha vikao vya ushirikishwaji wa umma ili hali maamuzi makuu huwa tayari yamefanywa bila kuzingatia sauti za wananchi. Tukio hili limejiri wakati ambapo taifa linaendelea kushuhudia wimbi la upinzani dhidi ya mswada huu ambao umekuwa chanzo cha mjadala mkali na maandamano katika maeneo mbalimbali. Na katika tukio lingine la hivi majuzi, kukamatwa kwa Rose Njeri ambaye ni mbunifu wa programu ya kidijitali inayowezesha Wakenya kuwasilisha pingamizi dhidi ya mswada huo kulizuia malalamiko kutoka kwa mashirika ya haki ya binadamu ya kitaifa na kimataifa. Kilichotokea katika ngome ya naibu rais Kithure Kindiki kimeibua maswali makubwa kuhusu ushawishi wake wa kisiasa miongoni mwa wananchi haswa wa eneo hilo. Kutoridhika kwao kunaweka bayana kwamba hata maeneo yanayochukuliwa kuwa ngome ya serikali hayako tena tayari kuvumilia mzigo wa sera ambazo zinaonekana kuwa kandamizi kwa mwananchi wa kawaida. Na kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa, ujumbe uliotolewa na wananchi hao au kwa kawaida walionyesha wazi kwamba hawataki kushiriki vikao vya kiseremala visivyo na matokeo halisi, bali wanahitaji mabadiliko ya kweli katika mfumo wa ushuru na uchumi. Tukio hili linaashiria dalili za mabadiliko ya mtazamo wa wananchi na linaweza kuwa kiashiria cha ongezeko la shinikizo kwa serikali kurekebisha mswada huo kabla ya kuwasilishwa bungeni kwa upigaji kura. Serikali sasa inalazimika kukabiliana na hali ya upinzani kutoka kwa wananchi waliokuwa wafuasi wake wa karibu, ishara kwamba hasira ya umma dhidi ya hali ngumu ya maisha haijabagua maeneo wala mirengo ya kisiasa.